Ukumbuke kwenye Luka Mtakatifu sura 19 mstari wa 10 tuliona neno la Mungu linasema, kwa maana mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kwa hiyo kazi ya kurudishwa ni ya nani? Ni ya Mungu. Na hapa anasema nirudieni. Kwa hiyo ni wito, ni kama Mungu anajibembeleza kwa watu, anasema nirudieni, tumrudie. Yaani amekuja anajibembeleza kwako, anasema nirudie. Ndivyo Mungu ambavyo anasema nirudieni. Na Mungu wetu ana wivu mkubwa anapowaona watu wake wanawategemea watu wengine, wanaabudu vitu vingine. Ana wivu mkubwa. Mstari wa 18 unasema, hiyo sura ya 2, hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake. Ya kwamba anaona wivu, ana wivu mkubwa juu ya watu wake. Anapowatazama watoto wake, amewafinyanga, amewaumba, amewapa kila kitu, lakini hawa watu hawamwabudu yeye. Ana wivu mkubwa. Yaani kama wewe una wivu na kitu ambacho kimeumbwa na Mungu, yaani wewe umeumbwa na Mungu na una wivu na mtu ambaye ameumbwa na Mungu, je, Mungu ambaye amekuumba wewe na wewe unaitumikia miungu mingine? Uwe na uhakika wivu wa Mungu ni mkubwa kuliko wivu ulionao wewe. Kwa sababu kuna watu wana wivu. Inawezekana una wivu juu ya mwenzi wako, mume au mke wako. Una wivu juu ya mali za mwenzi, kwa sababu wivu upo na unafanya kazi. Kuna watu wana wivu hatari. Yaani wana wivu hatari. Wivu ni mkubwa, hasione